Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuweka mikakati na kutekeleza afua mbalimbali zitakazowezesha nchi yetu kuwa na jamii yenye ustawi na kujenga rasilimali yenye watu wenye ujuzi inawezesha kushindana kwenye soko la ajira kwenye ngazi za kitaifa na kikanda na kimataifa. Ndugu waandishi wa habari, mojawapo ya afua hizo ni kutekeleza programu ya kitaifa ya kukuza ujuzi kwa njia ya wanagenzi inayolenga kuimarisha nguvu kazi ya taifa ili kumudu ushindani wa soko la ajira la ndani ya nchi na nje ya nchi kwa kupata ujuzi utakaoendana na mahitaji ya soko la ajira na hatimaye kuwezeshwa kuajiriwa au kujiajiri wenyewe. Tutakumbuka mnamo tarehe 14 Oktoba mwaka 2025, serikali ya awamu ya sita ilitoa tangazo la wito wa vyuo na taasisi mbalimbali za mafunzo kushirikiana na serikali kutoa mafunzo ya wanagenzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Katika zoezi hilo, jumla ya vyuo 103 viliomba kushirikiana na serikali. Baada ya upekuzi na michakato mbalimbali ya uchambuzi, jumla ya vyuo 47 vilichaguliwa kutoa mafunzo haya. Pia, mnamo tarehe 5 Disemba mwaka 2025, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano ilitoa tangazo kwa umma kuhusu vijana kuomba kushiriki mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo 47 nchini katika fani za ubunifu wa mitindo, ushonaji nguo, ufundi bomba, uashi, useremala, uchomeleaji, uungaji vyuma, upakaji rangi na maandishi ya alama, upishi, utengenezaji wa vipuli vya mitambo, ufundi wa magari na mitambo, ufundi wa umeme wa majumbani na viwandani, umeme wa magari, ufundi wa huduma za hoteli na utalii, uchakataji madini na ufundi vyuma. Fani hizi ni muhimu sana kwa vijana wetu wa Kitanzania kwa kuwa zitawezesha kupata ujuzi ambao utawezesha kujiajiri au kuajiriwa. Jumla ya vijana 20,247 waliomba kushiriki mafunzo haya ya wanagenzi. Baada ya mchakato wote kukamilika, napenda kuwatangazia kuwa vijana 5,746 wamechaguliwa kujiunga na mafunzo ya wanagenzi. Vijana hawa wanatakiwa kuripoti katika vyuo walivyopangiwa kuanzia tarehe 19 Januari 2026. Majina ya vijana waliochaguliwa pamoja na vyuo walivyopangiwa yatatolewa kwenye vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo tovuti ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano ambayo ni www.kazi.go.tz.